tiba za kiasili kamili. Umefanya kazi hii ya tiba ya kiasili kwa pengine kipindi gani ama muda? Tiba ya kiasili kwa kusema kweli, mimi nimejifunza tangu niko mdogo. Kutoka kwa baba mzazi. Alikuwa daktari maarufu sana. Ambaye kwamba vile vile alifunzwa na babake ambaye ni babu. Sasa nimerithishwa. Na nashukuru ni kipaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ni wengi katika familia, lakini ni mmoja tu ambaye kwamba anateuliwa ama ana ile kipaji. Unajua ile huwa kawaida kwa kweli katika familia. Pakiwa na mzee ambaye alikuwa na tiba za kiasili. Zile tunguri za kiasili zinarithishwa mtu mmoja. Na huwa kuna uteuzi maalum tu, anaanza kuonesha sifa za kupokea vitu hivyo mapema. Lazima daktari alionyesha sifa za kupokea tiba hizi mapema. Tiba zipo za kuashiria iwapo una utayari wa kuwa ndio. Sasa ni mganga ama ni daktari itakuwaje? Kwa sababu naelewa katika kama ni muktadha wa Kenya, mganga ni jina ambalo ni tata. Kwanza ni mwanasiasa, pili ni mtu ambaye pengine utaona ni wa kuvuruga baraka za watu, ama anaweza kupindua vitu ama kubatilisha, kama ni baraka anaibatilisha. Na kwa wasomi na wapenzi wa Kiswahili atakuwa ni sawa na tabibu ama daktari. Tanzania mganga ni daktari. Sasa huyu ambaye ni wa tiba ya kiasili tumuite nani? Mimi ni daktari tabibu. Daktari tabibu. Doktura ya. Kwa sababu nimebobea katika tiba za kiasili, lakini upande ambao kwamba tiba za sunna ambao kwamba imefunzwa na mitume na manabii, the treatment of the prophets. Na katika elimu ya tiba inategemea umeipokea upande gani. Kwa hivyo ukisema mganga na kadhalika, hapo kuna tatanishi. Neno mganga ni neno Kiswahili ni daktari, lakini kuna watu wanadhani ni mchawi, wameelekezwa katika mazingira ya uchawi. Na hilo ni jambo ambalo kwamba limetatiza watu sana, wasiweze kujua ipi ni ipi ama daktari wa kweli ni yupi. Lakini kitendawili hiyo tumeitegua. Saa hizi Kenya tumepiga hatua kubwa sana na serikali. Tumepiga hatua kubwa na serikali kwa sababu ili uwe daktari lazima ukaguliwe na ueleze dawa zako ambazo kwamba unazitumia, je, ni dawa sahihi? Tumezipima katika maabara za serikali. Mfano University of Nairobi, Chiromo campus. Sasa dawa ambazo kwamba tunawapewa watu ni dawa za sawasawa na za kuaminika. Sasa watu wasiwe na wasiwasi, wasiwe na shaka. Hilo ni hakikisho tosha kwamba tiba hii ni ya kweli. Wajua wakati tunapambana katika kipindi cha kupambana na COVID, ugonjwa wa corona, ambao mwingine waliuita uviko. Alijitokeza mtu wa kutoka Msumbiji na mwingine nafikiri Madagascar. Akasema amepata tiba ya kiasili ambayo inaweza kuondoa maradhi haya kwa wepesi sana. Lakini shirika la kimataifa la tiba la afya, World Health Organization, wakakataa kabisa kusikiliza Waafrika ambao wana tiba zao za kiasili. Na inawezekana watu wetu hawakufa sana kwa sababu sisi tuna jinsi ya kujitibu kiasili kushinda kutegemea tiba za kizungu. Naam, kwa hiyo msikilizaji, ni nondo ya utamaduni. Huu ni utangulizi tu ama niseme ni mwanzo wa kuangazia mada leo katika nondo ya utamaduni. Kwa hiyo tunaangalia tiba ya kiasili. Kwa hiyo ningependa kwanza bwana Daktari Jamal, tueleze usuli na historia ya tiba ya kiasili kwa muktasari. Naam. Tiba ya kiasili kwa kusema kweli tiba ya kiasili ni matibabu yaliyotegemea mimea na mbinu za kitamaduni yaliyokuwepo kabla ya hospitali za kisasa. Kwa sababu
wakati ya zamani watu walikuwa wanategemea mitishamba. Hawakuwa wanajua mambo ya kizungu. Wazungu walipokuja ndio wakaanza kubadilisha mfumo. Kwa kugundua kwamba madaktari wa mitishamba wana siri ambao kwamba itaweza kuwafaidisha hata kuwafaidisha na kuwafaidisha kabisa. Wale wazungu wakaja wakapindua mfumo huo, wakawadanganya Waafrika kwamba hizi dawa ambazo kama mnatumia hizi ni uchawi. Uchawi, ushirikina na kadhalika. Walidanganywa. Waafrika walidanganywa kweli. Japo baadhi watakuwa na maoni tofauti kwamba pengine huo kulikuwa ni kusasisha tiba kwa wengine, lakini kwa baadhi kama wewe unavyosema kwa tulishikilia kwamba walidanganywa. Naam. Sasa kwa hivyo wao walikuwa werevu zaidi, wakaona ni werevu zaidi, wazichukue zile dawa wakazibadilishe generics na walete zile zao ambazo kwamba watuuzie tena sisi Waafrika na kadhalika. Lakini wale werevu wote wa Afrika walisimama na wakastick kwa mitishamba na wametumia mitishamba mpaka leo. Na katika wazee ambao kwamba wametufunza hizi dawa za tiba ya mitishamba ni mitume, kwa sababu mitume walikuwa wakitufunza mambo ya matibabu ama mfumo ya afya. Na mtume yote kuanzia Mtume Muhammad, Nabii Isa ambaye ni Yesu na kadhalika, walikuwa hawazungumzi kwa matamanio ya nafsi yao. Ile ni ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa akizungumza mtume bila shaka ako na malaika ambao amemletea ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambaye malaika Gabrieli. Sasa